bado tuko kwenye mashindano, bado tunaendelea kushindana. Kwa hiyo target yetu bado iko pale pale kuhakikisha kwamba katika michezo iliyosalia hii mingine basi tuweze kufanya vizuri. Maelekezo yalikuwaje baada ya kipindi cha kwanza kumalizika? Maelekezo lazima unafanya maelekezo ya kiufundi. Tumetoka tukiwa tumeshapoteza goli mbili na goli zote zilikuwa ni za set piece. Ukiangalia goli la kwanza tumeweza kufunga goli la penalty na goli la pili tumeweza kufungwa goli la set piece. Kwa hiyo ukiangalia tumeweza kukala. Kwa hiyo unaenda kurekebisha na mwisho wa siku tunarudi tunafanya makosa ndani ya dakika 2-3 wanatuadhibu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba yale tulioelekezana ndani ya dressing room, nafikiri wachezaji hawajatimiza kwa 100% na ndio maana umeona kuona tumeweza kuruhusu magoli matatu kipindi cha pili. Kwa hiyo sisi kama technical bench tunapokea matokeo na kikubwa ni kwamba tumejua ni sehemu gani tunaenda kukaa na kuyafanyia kazi mapungufu ambayo yamejitokeza katika mchezo huu. Pressure kutokana na nafasi iliyopo pengine inalazimisha baadhi ya wachezaji kutokuingia moja kwa moja wale ambao wamezoeleka kutoka katika kikosi cha kwanza. Kuna kwenye mechi nafikiri kwa 100% kubwa kama unavyojua timu yetu mara nyingi inacheza na kila mchezaji tunampa nafasi, tunamwamini na mwisho wa siku hii ni ligi, kuna wachezaji ambao pia wanapata injury. Kwa hiyo mwisho wa siku unaenda na wachezaji waliopo. Kwa hiyo ukiangalia hata waliopo hawajacheza vibaya sana, ni mistake ambazo wameweza kuzifanya na mwisho wa siku wameweza kutengeneza makosa, kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Lakini ukiangalia kwa performance yao wamecheza vizuri, sio kwamba wamecheza vibaya, lakini mistake ambazo wamezifanya ndogo ndogo ndio zimeweza kuzalisha magoli tuliyofunga. Inakunukia playoff pengine unavyowaza kuna namna kujinasua hapo msio kwenye playoff? Sisi kama technical bench bado hatujaifikiria playoff. Sisi tunafikiria kubaki katika nafasi nzuri. Kwa hiyo naamini tunaenda kukaa na kujitafakari na kukaa na wachezaji wetu na kuyafanyia kazi mapungufu yale na kujiandaa na mchezo ambao uko mbele yetu na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo huu. Tulibakisha michezo 4 na huu umeshapita na tunasafiri tena kwenda Mbeya kuwafuata Ken Gold, kisha tunarudi nyumbani michezo miwili. Kwa hiyo mimi naamini bado tuna nafasi nzuri ya kujiuliza na kufanya vizuri katika michezo iliyosalia. Asante.